Hii ikiwa tu ni siku nyingine, tariki 9 mwaka wa 2026 mwezi wa Juni. Ninakusalimu pote pale ulipo, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo hiki cha habari. Tunapatikana barani Afrika, mashariki mwa Kongo, katika Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinakoweza kupatikana. Jukumu langu mimi ni kupashe na wewe unifuatilie. Lakini pia ninakuweza kukaribisha ya kwamba uweze kunifuatilia mwanzo hadi tamati katika kipindi hiki. Nikiwa tu na kusudi la kuweza kupasha hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Lakini leo ni kujibwaga tu kwenye nyanda za juu huko Fizi Mwenga. Niko ambako ndugu mpenzi msikilizaji nitakwenda kukupasha habari zangu ambazo ziliweza tu kunifikia wakati tu nikiwa katika pitapita kwa kupekua habari na kunifikia. Acha nikuonyeshe hali ya usalama mashariki mwa Kongo, lakini pia nikikuomba kuweza kujiunga katika channel hii kwa kuweza kubonyeza alama subscribe hapo chini na kubonyeza alama kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka. Jiunge ndugu mpenzi msikilizaji na hata kusambazia watu wengine ili kwamba nao wafaidie kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ni Reality Mambo TV. Nikupashe hali ya usalama katika nyanda za juu huko Fizi Mwenga, ikiwa Minembwe ambako hali ya usalama iliendelea kuzorota kutokana na taarifa za hapo wiki iliyopita kuonyesha hali ya waasi wa M23 kupambana dhidi ya jeshi ya Twirwaneho ambao walikuwa ni wenye kujiunga nao. Lakini Mikenge pia shambulio la anga ambalo liliweza kusababishwa na kusadikika kuwa ni shambulio la nchi ya Rwanda ambao waliweza kushambulia na watu hivyo kadhaa kuweza kupoteza maisha. Ungana nami. Huu ulikuwa ni mtasari wa habari, lakini acha nikupashe habari kamili. Baada ya mtasari wa habari, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ni uweze tena kukupasha hali ya huko kwenye nyanda za juu Fizi Mwenga, ikiwa katika maeneo ya Minembwe. Hali ya kuweza tu kukupasha, ninayo shauku ya kuweza kukuonyesha hali iliyopitikana juma iliyopita huko kwenye nyanda za juu Fizi Mwenga, maeneo ya Minembwe, kutokana na hali ambayo iliendelea mapigano kati ya waasi wa M23 dhidi ya jeshi la Twirwaneho ambao walikuwa ni wenye kuwaunga mkono kupambana dhidi ya majeshi ya Kongo. Shauku hiyo inaendelea kabisa ndani yangu niweze kukupasha mambo ambayo yalipitikana katika wiki hiyo, ikiwa mapambano iliweza kuzuka. Lakini kutokana na taarifa ambayo imeweza kutufikia hapo awali, imeweza kutuonyesha kuwa tangu saa 6 za usiku kuamkia Alhamisi tariki 4 hadi Ijumaa tariki 5 Juni mwaka 2026. Taarifa hiyo ya habari inaweza kuripoti kuwa mapigano makali yaliweza kuripotiwa kuzuka kati ya kundi la Twirwaneho na muungano wa M23 RDF AFC katika eneo la Minembwe. Kwa mujibu wa baadhi wa vyanzo vya eneo hilo, wapiganaji wa Twirwaneho wanadaiwa kutaka kujisalimisha kwa FARDC baada ya jeshi hilo kutoa wito kwa waasi wa Twirwaneho kuweka chini silaha zao. Mapigano hayo yaliyoanza karibu na saa 6 usiku yaliripotiwa kusitishwa saa 11 ya asubuhi. Hadi sasa idadi kamili ya waliouawa au kujeruhiwa haijajulikana, lakini vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa kulikuwa na hasara kubwa za kibinadamu kwa pande zote mbili. Hali ya wasiwasi na mvutano bado unaendelea kati ya washirika hao wawili. Kwa mujibu wa madai yaliyotolewa na baadhi ya wanachama wa Twirwaneho, walieleza sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ilikuwa kwa sasa wamezingirwa na vikosi vya serikali pamoja na washirika wake. Sababu ya pili, maeneo mengi yanayozunguka tayari yamethibitiwa na majeshi hayo, huku wakibaki na sehemu ndogo ya Minembwe. Sababu ya tatu, wanaona kuwa malengo ya awali ya vita hayapo tena kama walivyotarajia. Sababu ya nne,
Hivyo wameweka familia zao katika hali ngumu, huku utapiamlo ukiwaathiri watoto na wazazi wao. Sababu ya 5, mashambulizi makali yanaendelea na vijana wengi wanapoteza maisha. Sababu ya 6, wanaamini kuwa matumaini ya ushindi yamepungua, na hivyo baadhi yao wanaona kujisalimisha kama njia ya kuleta amani kwa familia zao. Sababu ya 7, hawataki kuendelea kuona vifo na majeruhi bila matumaini ya kubadilisha hali ya mapigano. Ikiwa sababu ya 8 kama sababu yao ambao waliweza kutosha ya mwisho, wana wasiwasi kuhusu mustakabali wao iwapo washirika wao wataondoka katika eneo hilo. Kwa upande mwingine, baadhi ya wachambuzi wa eneo hilo wanadai kuwa wanajeshi wa RDF M23 hawataki Twirwaneho kuweka chini silaha kwa sababu mbalimbali, ikiwemo sababu ya kwanza, hofu ya kufichuliwa kwa baadhi ya siri za operesheni zao. Sababu ya pili, kutaka kuendelea kushikilia msimamo wao wa kijeshi katika eneo hilo. Sababu ya tatu, kuendelea kudhibiti maeneo ya kimkakati. Sababu ya 4, kusubiri matokeo ya mazungumzo ya kisiasa na serikali ya Kongo. Sababu ya 5, ikiwa sababu ya mwisho kwa ngambo nyingine ya pili, kuendeleza hoja zao kuhusu hali ya usalama na ulinzi wa raia katika eneo hilo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kabla ya mipango hayo kulikuwa na mabishano kati ya baadhi ya viongozi wa pande hizo mbili wakati wa kikao cha kutathmini hali ya vita. Inadaiwa kuwa kutokuelewana kulizuka usiku wa manane na baadaye kusababisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi. Taarifa hizo zinasema kuwa baada ya saa kadhaa za mapambano yalisitishwa saa 11 ya asubuhi, huku kila upande ukijaribu kutathmini hasara zake. Niweze kukuonyesha kuwa taarifa hizi zinatokana na madai ya vyanzo vya eneo husika na hazijathibitishwa rasmi na mamlaka huru kwa wakati huu. Nikiwa tu na jibonyeza kwenye nyanda za juu huko Fizi Mwenga, niweze kukuonyesha ndugu mpenzi msikilizaji, bado tu hali usalama inaendelea kuzorota. Bado sijatoka huko kwenye nyanda za juu, na ndiko huko ambako nitakwenda tu kumalizia, lakini nikuonyeshe ya kuwa shambulio tena liliweza kuripotiwa hapo jana tariki 8 Jumatatu Juni mwaka 2026 katika eneo la Mikenge lilopo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya eneo hilo, vinaweza kuonyesha kuwa shambulio hilo linalodaiwa na mashahidi kuwa lilifanywa na ndege isiyo na rubani ya vikosi vya ulinzi vya Rwanda. Hilo shambulio la anga, ndugu mpenzi msikilizaji, ambalo linaweza kuripotiwa kuwa ni la nchi ya Rwanda, linasemekana kusababisha vifo vingi vya raia na uharibifu mkubwa wa mali. Eneo la Mikenge katika sekta ya Itombwe kwenye mashariki mwa DRC, eneo lenye msongamano mkubwa wa watu ambalo kwa sasa lipo chini ya udhibiti wa FARDC ikiwa pamoja na wazalendo ambao wanawaunga mkono, limetikiswa mchana wa jana hapo Juni tariki 8 mwaka 2026. Taarifa za awali ambazo bado ni za muda na ngumu kuthibitishwa kwa uhuru zinaeleza kuwepo kwa vifo vingi miongoni mwa raia pamoja na uharibifu wa nyumba nyingi na mali binafsi. Hali hiyo ambayo inaleta maafa katika nyanda za juu huko Itombwe, ikiwa katika maeneo ya Mikenge,
ambako watu tena wanazidi kuumia na wengine kuuawa kabisa. Imelinganishwa tena na jambo ambalo waasi wa AFC M23 Red Tabara Twirwaneho waliweza kutumia ndege zisizo na rubani na hivyo kuweza kuangamiza watu wengine katika maeneo tofauti huko kwenye nyanda za juu Fizi Mwenga. Hali inaonyesha kutokuwa na huruma na wakazi katika vijiji kadhaa kwenye nyanda za juu, ambalo jambo lilileta taharuki na kuwafanya wengine wa Kongomani kujiuliza kwa nini nchi ya DRC haitumii ndege zao zisizo na rubani. Hali imetatanisha na hali imeweza kuleta mashaka makubwa na wengine kuwa katika hofu kubwa katika maeneo ya huko nyanda za juu katika vijiji tofauti. Hali imeweza kuwa tu yenye kungojelea ya kuwa muda si muda watu wanaweza wakauawa na kujeruhiwa vikali kutokana na shambulio la anga la ndege isiyo na rubani, hususani katika mashambulio ya anga ya waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Red Tabara na Twirwaneho. Mapambano makubwa yakiendelea tu kabisa kusikika kwenye nyanda za juu huko Fizi Mwenga, hususani katika maeneo ya Minembwe na hata huko Mikenge. Hiyo hali niliweza tu kukupasha leo, ndugu mpenzi msikilizaji, lakini ikiweza kuonyesha mashariki mwa Kongo, hususani katika maeneo ya huko nyanda za juu Fizi Mwenga, ambako waasi wa AFC M23 wanachukua kama vile siasa mbadala kwa kuweza kutoka katika maeneo mengine kwenye bonde la Ruzizi na maeneo mengine huko, na hata kujielekeza kuchukua njia za nyanda za juu huko Fizi Mwenga, ili kwamba waweze kupita na kusababisha hali ambayo wao wanaweza kujisikia na hata kabisa kuweza kufikishia malengo yao kwenye uimara kabisa. Katika hali zingine niweze kukupasha ndugu mpenzi msikilizaji, ninajua kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, lakini pia ninakuomba kuweza kujiunga katika channel hii ikiwa hujajiunga katika kituo hiki cha habari. Ni Reality Mambo TV. Tariki 9 Juni mwaka 2026 nimekupasha habari. Kulike na kucomment itakuwa ni kitu kiungwana kuonyesha kwamba tuko pamoja, na kuwatumia watu wengine itakuwa ni kitu kizuri. Ungana nami tena katika vipindi vingine niweze kukupasha habari kamili.